Lakini jioni ya leo nilikuwa naangalia hapa, na kuna ile kamati ya masuala ya mambo ya nje na mambo ya maendeleo ya bunge la Ulaya, nayo imeshapiga kula leo jioni, imeshapiga kula kwamba wanataka kupeleka motion kwenye bunge la Ulaya, la Umoja wa Ulaya, wasitishe msaada wa maendeleo kwa Tanzania kwa sababu hizo. Sasa wabunge 81 wamepiga kura ya ndio. Wabunge 4 nafikiri wameamua kutopiga kura, wamefanya absent, na kura moja imekataa. Kwa 81 plus hizo 4 inakuwa 85 plus hiyo moja iliyokataa 46. Kwa hiyo hiyo proposal yao ya hiyo kamati inapelekwa sasa kwenye bunge zima la Ulaya, likajadili, likaangalia hayo ya Tanzania na likaangalia implication zake, na mwisho wa siku litatoa hiyo resolution. Kwa hiyo huenda itakuwa ni bahati mbaya kwa Tanzania, lakini ndiko ambako tutakuwa tumefikishwa na watawala kwamba taifa hili litakosa hiyo misaada. Na tulikuwa tunajidanganya, tunajirishaga tu upepo kama vile wote, yani kama hatutaki kuangalia haya mambo, yani utafikiri watu wote hawajaenda shule, yani tunajirisha upepo tu. Hayo mambo tutatafuta solution. Solution ipi? Yani ukitafuta input ya hao partners wa maendeleo kwa taifa hili, nini wamefanya? Wamewahi kutushika mkono kwenye nini? Halafu baada akawepo Mtanzania atakayesema kwamba hizo hatua hazitaathiri uchumi wa taifa hili, nafikiri naye atapaswa kutazama vizuri kabisa uelewa wake huko wa namna gani. Kwa hiyo kuna hilo lingine pia ambalo lipo, ambalo linaendelea. Lakini yote hayo yamejikita kwenye tatizo ambalo lipo na ambalo msingi wake ni lazima kama taifa hili liutafutie ufumbuzi. Sasa wanaotaka kushupaza shingo, wewe ni good, washupaze shingo. Sasa hapa kuna masuala ya kinchi, lakini wenzetu wakisema nyie bwana mmekuwa wachafu zaidi, kwa sisi hatutaki mashirikiano na nyie kwa sababu ya uchafu wenu, mtakwenda tu, mtarekebisha, mtakwenda kujiosha, mikono yenu sio misafi. Kwa hiyo kama mikono yetu sio misafi, the only option tukasafisha hiyo mikono, wenzetu waweze kutuona tunaongoza taifa hili kulingana na matakwa ya sheria, kulingana na katiba yetu. Hizi sheria zetu pia watu wanazo, yani huko kwenye mitandao wanasoma katiba, wanasoma kila kitu, wanaangalia haya mambo yanayoendelea, wanakuona wewe unatuhumiwa kwenye jambo hili, wanakuona unaunda tume nyingine, sio wapuuzi. Halafu hao wengine ambao wako kule, wengine wanawawakilishi hapa tunaishi nao. Yani ile bunge la Marekani hapa, Marekani wanaye balozi huko hapa, tunaishi naye. Huko Ulaya mabalozi wako hapa, tunaishi nao, tunaamka nao, wanaona kila kinachoendelea. Hakuna jambo lolote jipya, wala hamna jambo ambalo liko huku gizani wala linalo, yani kila kitu kinaonekana hapa. Lakini la mwisho nilimsikia juzi waziri wa mambo ya nje anasema yeye alipopewa mamlaka, sijui alipewa na barua 25. Kama mtu alipewa barua 25 za kupeleka duniani na majibu yake ni hayo ya hiyo miswada, na kama mtu alikuwa na barua 25 za kupeleka, na kama kweli alizipeleka na majibu yake ni haya ambayo hizo kura zinapigwa huko kwenye bunge la Ulaya, nafikiri naye anapaswa kae sehemu aanze kufikiri content ya zile barua alizopeleka huko duniani na madhara yake yamekuwa ni nini. Nafikiri ingetosha naye kumfanya aweze kuachia ofisi ya umma. Yaani mimi sikutegemea kama mtu anaweza, kwa sababu there is no way unaweza kuwa wewe umetuma sehemu kwamba bwana hebu peleka hiki kitu, nenda kawaeleweshe watu kwamba kilichotokea ni 1 2 3, jitihada zetu ziko namna hii za kuweza kuondoa hilo tatizo, halafu bado marungu yakazidi kuja. Yaani sasa hilo rungu likizidi kuja, ukiona mtu anazidi kunyosha rungu na kugonga pamoja na maelezo yako, tafsiri yake ni kwamba ulichokieleza ulieleza jambo ambalo watu wote baada ya kulisikiliza waligundua hamna kitu chochote unachokisema. No, yani hiyo ndio tafsiri yake simple. Ni bahati mbaya tu kwamba labda hao wenyewe wanaofanya hivyo labda hawajawahi kukaa na kutathmini, lakini wangetathmini kwamba kweli umepeleka, umechukua hizo jitihada zote,
Lakini sasa baada ya hizo jitihada zote, hapa kuna wenzako sasa wameamua kabisa kuja na mswada kwamba jamani, nafikiri tusitishe uhusiano na hawa watu. Yaani baada ya wewe kuja kuzungumza nao bado wanafikiri kwamba wasitishe mahusiano na wewe. Nafikiri presentation yako ilikuwa na changamoto. Na kwanza hujaeleweka, ndio lugha simple tu. Kwamba hujaeleweka hayo mambo unayoyafanya ni unacceptable. Kwa hiyo ulipaswa kurudi nyuma, kwenda kuangalia njia nyingine ni ipi. Kama umefanya hayo mambo yote, kama umepeleka kweli hayo mambo, umeenda umefanya hizo presentation kwenye hizo nchi zinazounda Umoja wa Ulaya, lakini leo wanapiga kula ili wapeleke proposal kwenye bunge la Ulaya lisitishe misaada ya maendeleo kwa Tanzania, na kuna mtu alienda kula akawaambia, jamani, Tanzania kumetokea hivi, huu ndio mpango mkakati tunachokifanya kujaribu kurescue situation au kuondoa hiyo iliyotokea, au tuone tunamvuje kwenda mbele. Na bado wakaona the only option ya kufanya ni sisi kunyima huo msaada wa maendeleo, bado huko ofisini. Kwa nafikiri kulikuwa na haja, yani kuna haja ya mtu kujitafakari, halafu aone direction nyingine ya kuweza kuchukulia. Kwa hiyo mimi comment zangu kwenye hayo maeneo kwa kweli ni haya.